Siku za nyuma niliripoti juu ya kikao kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya Itigi, ambacho kikao hicho kililenga kujadili namna ya kwenda kutekeleza utoaji wa chanjo ya polio kwa watoto chini ya umri wa miaka 10 iliyopangwa kuanza kutolewa Machi 24 mpaka 27, 2026. Hii leo umefanyika uzinduzi wa chanjo hiyo katika kituo cha afya cha Itigi, ambapo mkuu wa wilaya ya Manyoni Dr. Vincent Mashinji alikuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huo, na aliweka wazi kuwa chanjo hiyo ni salama na imethibitishwa kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu. Serikali ikaagiza hizi chanjo. Kwa hizi chanjo baada ya kuagizwa zimekuja ni kwa ajili ya watoto wote wenye umri wa chini ya miaka 10 watachanjwa. Kwa hiyo chanjo hizi zimepitia kwenye maabara zetu za taifa kuhakikisha usalama wake na matumizi yake. Kwa hizi chanjo ziko salama kabisa, na mimi kama mkuu wenu wa wilaya nakuja kuhakikishia kwamba sisi kama serikali tumejiridhisha hizi chanjo ni salama na zinafaa kwa matumizi ya binadamu. Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya alieleza kuwa chanjo hii itatolewa kwa awamu 2. Baada ya awamu ya kwanza itafuata awamu ya pili ambayo itatolewa mwezi wa 5 kwa lengo la kuimarisha kinga, na amewataka wazazi kujitokeza kwa wingi kuhakikisha watoto wanapatiwa chanjo. Tutatoa chanjo hii kwa awamu 2. Tutatoa sasa hivi katika hizi siku 4 kuanzia leo, kesho kutwa na ile siku inayofuata. Baadaye tutakuja kutoa tena mwezi wa 5 ili kuimarisha hii chanjo, watoto wetu wawe salama. Kwa hiyo waombe wananchi wa wilaya ya Manyoni wote muhakikishe kwamba mnajitokeza na watoto wetu wanapata chanjo. Timu zetu za kuchanja zipo za kutosha na zipo karibu yenu. Baada ya uzinduzi huo tulipata wasaa wa kuzungumza na Daktari Vitalis Kalavela ambaye alifafanua juu ya utolewaji wa chanjo hiyo. Utaratibu wa zoezi la chanjo ambao linaendelea kuanzia leo tarehe 24 mpaka tarehe 27 mwezi wa 3 2026 ni kwamba chanjo hii inatolewa kwa watoto wote wenye umri wa chini ya miaka 10, na hii chanjo inatolewa katika maeneo mbalimbali, kwa maana kwamba kuna timu ambazo zitatembelea kwenye mashule kwa ajili ya kuwafikia walengwa wa chanjo hiyo, lakini pia kuna timu ambazo zitaendelea kutoa huduma hii ya chanjo kwenye maeneo ya vituo vya kutolea huduma, lakini pia timu zingine zitapita nyumba kwa nyumba kwenye jamii kuhakikisha kwamba tunawafikia watoto wote ambao ni walengwa wa kupatiwa hii chanjo ya polio ya matone. Vituo vya kutolea huduma kama kawaida kwamba vinatoa huduma kuanzia saa 1:30 mpaka saa 9:30, lakini kwa hawa ambao watakuwa wanaenda kwenye jamii, wao wataanza zoezi lao kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Naye diwani wa kata ya Itigi mjini Mheshimiwa Ali Minja aliwataka wazazi kuachana na imani potovu na kuwataka kuamini kwenye kile ambacho wameelekezwa na wataalamu, na amesisitiza kuwa chanjo itakayotolewa ni chanjo salama, kwani inazuia watoto wasipate polio. Ni vyema kwa wazazi kujitokeza kwa wingi. Wito kwa wananchi wasitumie mabushi law ya kuwaelekeza maisha ni wewe mwenyewe. Unajua maisha ni wewe mwenyewe na familia yako. Chanjo hizi zimeanza kutolewa miaka mingi sana. Hata mimi hapa nikivua shati utakuta nimefanywa chanjo miaka hiyo. Na wazazi wetu hawakuwa wabishi, ndio maana tumesurvive mpaka sasa na tunaendelea vizuri. Chanjo hii ni chanjo salama kwa sababu Shirika la Afya Duniani linasimamia, na Wizara ya Afya, Red Cross na wataalamu mbalimbali wamesimamia kuhakikisha kwamba chanjo ambayo inaletwa kwa binadamu wa Kitanzania, hasa mtoto chini ya miaka 10, ni chanjo salama kwa ajili ya maisha yake. Na chanjo hii inazuia watoto wasipate polio, ambao ni ugonjwa unayemsababisha mtoto kuelekea kwenye ulemavu kabisa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi kuwa na mawazo ya kujitegemea, kwamba kile ambacho unashauriwa kitaalamu ni vizuri ukakipokea, kwa sababu wataalamu hawa licha ya kwamba wamesoma, lakini ni Mungu ndo ameamua kwamba wawe hivyo. Mungu ameamua wawe hivyo na amewabariki hicho kipawa na kipaji cha wao kuwa wataalamu. Kwa hiyo wanapotushauri ni vizuri kupokea ule ushauri positively ili angalau tuweze kupata maisha bora.
Kwa niaba ya wazazi waliohudhuria chanjo hiyo, Madam Margaret anaeleza umuhimu wa chanjo hiyo na anatoa wito kwa wazazi kupeleka watoto kupatiwa huduma ya chanjo hiyo. Sisi kama wazazi tumepokea kwa furaha kwa sababu inatusaidia sana kwa watoto wetu pindi ambapo wanapata hilo tatizo. Kwa hiyo inawakinga kutokana na tatizo hili la kupooza kabla mtoto hajapata hilo tatizo. Hii ni chanjo nzuri sana kwa watoto. Mimi nawasihi sana wazazi wawalete watoto wao na wasiwafiche, wawatoe watoto wao ili waweze kupata hii chanjo ya polio, maana ni nzuri sana. Ikumbukwe kuwa chanjo hii itatolewa kwa siku 3 kuanzia Machi 24 mpaka 27 katika vituo vilivyowekwa, na pia katika jamii kwa ujumla. Wapo wataalamu ambao watapita nyumba hadi nyumba kwa lengo la kutoa chanjo hiyo. Jamii inakumbushwa kuonesha ushirikiano ili kila mtoto aliyo chini ya miaka 10 aweze kupatiwa chanjo hiyo. Nikiripoti kutoka katika kituo cha afya cha Itigi, Ramadhani Juma, Itigi TV. Itigi TV, furaha yetu tufike pamoja.